Usiku huu nina ripoti taarifa moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Gombani katika kisiwa cha Pemba, eneo ambalo tumeweza kutazama likiwa limeandaliwa rasmi kwa ajili ya mchezo wa hiyo kesho, mchezo wa fainali ya NMB Mapinduzi Cup 2026. Yanga yuko mzigoni tena hiyo kesho majira saa 10:30, unaweza ukasema saa 10:30 jioni, dhidi ya vijana wa Azam FC. Wao Kamikate kurokea Chamazi wanamenyana dhidi ya Yanga. Mechi hii itapigwa katika uwanja wa Gombani katika kisiwa cha Pemba. Mmoja ya mchezo ambao unataraji kuteka hisia za watu wengi, mmoja ya mchezo ambao unataraji kuwa na ushindani mkubwa kwa pande zote mbili. Rasmi Yanga wamekamilisha utaratibu na maandalizi yao kuelekea katika mechi ya hiyo kesho. Wachezaji wote unaowajua waliokuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania kwenye michuano ya AFCON wote tayari wameungana na wachezaji wenzao Zimbwe, Jobu, Baka, Mwamnyeto. Leo hii ni sehemu ya wachezaji ambao wamefanya na kushiriki mazoezi ya mwisho pale visiwani Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika uimara, ubora na uweledi mkubwa uliotukuka. Out of that, Laurindro Danielson Aurelio, unaweza ukamuita Depu, ni mmoja wa wachezaji ambao umepata nafasi nzuri ya kushiriki na kufanya mazoezi yake ya kwanza akiwa na kikosi cha Yanga, na yakiwa ni sehemu ya mazoezi ya mwisho akiwa na wachezaji wenzake kuelekea katika mechi ya kesho. Bwana, baraa zito tunakwenda kulitazama katika mechi hapo kesho, Yanga dhidi ya Azam FC. Chuma unaambiwa huyu ni Mayele mpya ambaye katua, na huyu ni pacha wa Dube anaitwa Laurindro Danielson Aurelio, unaweza ukamuita Depu, moja ya washambuliaji hatari zaidi kurokea katika taifa la Angola, ambako vijana wa Yanga wameweza kumpata kurokea katika taifa la Poland kwenye timu inaitwa Radomiaki Radom, ndio timu aliyokuwa anaitumikia. Usajili ambao umegharimu kiwango cha milioni 647 katika upande wa kumshawishi na kumvuta kuja katika upande wa kikosi hicho. Lakini pia hayo yote yakiwepo, kikosi kikiwa kimefanya maandalizi na mazoezi ya mwisho, moja kwa moja Yanga nyota wao Alan Okero, kijana kurokea katika taifa la Uganda, mwamba kutokea katika taifa la Kampala, Magician Left, moja ya wachezaji ambao tumetazama wamekuwa katika ubora wa hali ya juu. Ukizungumza moja ya mawinga bora zaidi kwa sasa Afrika Mashariki na Kati, uweze kushindwa kumtaja Alan Okero katika sehemu ya ubora ambao amekuwa nao. Kijana mdogo, miaka 25, tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, alizaliwa mwaka 2000 ya tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2000 ndio wakati ambao Alan Okero alipata nafasi ya kuzaliwa. Ukimtazama ufanisi, ubora wake, ni mmoja ya wachezaji ambao wamedhihirisha na kuthibitisha ubora mkubwa katika nafasi hiyo, na mmoja wa wachezaji ambao ana nafasi kubwa ya kuja kuifanya timu kuwa katika top class na top performance ya hali ya juu katika upande huo. Jioni hii ninavyozungumza, tayari imekuwa usiku. Okero ni mmoja wa wachezaji ambao aliwasili jioni hii katika kisiwa cha Pemba kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa hiyo kesho. Okero ni sehemu ya wachezaji ambao walikuwepo akayatazama mazoezi ya mwisho ya Yanga, lakini yeye hakushiriki. So ujiro ulijue na ulitambue. Mechi ya kesho Okero atakuwepo jukwani, lakini sio sehemu ya wachezaji ambao watatumika. So full booster akina Damaro Kamara, akina ukitazama wachezaji akina Mudathir, akina Duke Ogabu, akina Depu, ukitazama akina Duga, akina Pakoma, akina Maxi, akina Abu Twalibu Msheri, ukija kutazama akina Ninju, akina Kibwana Shumari, akina Zimbwe, akina Baka, Mwamnyeto, Jobu, hao wote ni sehemu ya ambao wamefanya mazoezi yao ya mwisho na kuweza kukamilisha jambo lao ambalo wamejiwekea. Yanga anakuambia mission it is possible. Mission hii ya kwenda kuwakabili Azam FC inawezekana katika nafasi hiyo. Yanga wanasema wao ndio wanakwenda kuwalipizia Simba kisasi baada ya Azam kuondosha Simba katika hatua ya nusu fainali. Kumbuka Yanga wao walishapiga maombi yao na dua yao ya kwamba tunahitaji tukutane na Simba, lakini Azam akaambia we sie ndio tunahitaji tukutane na nyie ili
tuweze kunyukana katika nafasi. So hiyo ni sehemu ya maandalizi na mazoezi ya mwisho ya Yanga yakiwa yamefanyika, Laurindo Danilson Aurelio akizidi kuonesha umwamba wake na ubora wake mkubwa wa kuhakikisha kwamba anayafanya makubwa ndani ya Yanga. Mazoezi haya ya mwisho unayazungumza vipi, lakini pia unauzungumza vipi uwepo wa Laurindo Danilson Aurelio akiwa na uwezo wa kuanza au kutokea bench katika mechi ya hiyo kesho? Okero ni sehemu ya wachezaji ambao anakwenda kuvalishwa medali yake ya kwanza akiwa ametinga uzi wa Young Africans kwa mara ya kwanza. Kumbuka Okero hata Yanga wasipotoa ubingwa bado ana nafasi ya medali katika upande huo. So Okero kachagua furaha zaidi katika upande huo. Hakikisha pia uweza kusubscribe.